Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifunza somo leo kutoka kwenye kitabu cha Waefeso, kutoka kwenye kitabu cha Sefania. Sefania sura ya kwanza na ule mstari wake wa 17. Tutasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi. Na damu yao itamwagika kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii, na ukomo wa kutisha. Tarudia mara ya mwisho na kwa haraka. Sefania 1 mstari wake wa 17 mpaka mstari wa 18. Biblia inasema, nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi. Na damu yao itamwagika kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakaao katika nchi hii, na ukomo wa kutisha. Haya ni maandiko ambayo Mungu alikuwa anasema na Waisraeli na dunia yote kupitia kinywa cha Sefania. Huyo Sefania alikuwa ni mtumishi wa Mungu aliyepewa neno la Mungu afikishe juu ya watu wa Mungu walioko kwenye uso wa dunia kwa habari ya yale ambayo Mungu ameazimia kuwatenda. Anasema atawaangamiza wanadamu, ataleta dhiki juu yao, na wanadamu watakwenda mfano wa vipofu, ili hali watakuwa na macho ya kuona. Anasema damu yao itamwagika kama mavumbi, na nyama yao itamwagika kama mavi katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana. Wala fedha yao haitaweza kuwasaidia, haitaweza kuwaokoa, haitaweza kuwatetea, haitaweza kuwapigania katikati ya ziki hiyo, katikati ya taabu hiyo. Kwa nini anafanya yote haya? Anasema ni kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi. Sasa ni nini ambacho nataka uone umenitazama na kunisikia? Ni kwamba ndani ya dhambi si tu ni kwa sababu ni mlango wa watu kwenda jehanamu, bali dhambi inaleta kitu kingine ambacho kabla ya mwanadamu hajatwaliwa ama hajaondolewa kwenye uso huu wa dunia, kwamba iko adhabu, yako mabaya, iko dhiki, iko namna yoyote siyofaa iliyo mbaya ambayo Mungu ameazimia kuwatenda hao wanadamu kwa sababu ya dhambi yao, kwa sababu ya uovu wao, kwa sababu ya dhambi yao, kwa sababu ya uovu wao ameazimia kuwatenda mabaya, atawaletea dhiki. Kwa nini nasema na wewe? Nazungumza na wewe kwa habari ya kuishi kwako, kwa habari ya kusema kwako. Ni namna gani unasema? Ni namna gani unatenda? Je, vile unavyotenda matendo yako kiyapima, unaona unaepuka hasira hii iliyonenwa katika Biblia hii?
aina ya usemi wako, aina ya kuenenda kwako, utaikwepa kweli ghadhabu hii. Yesu akawaambia Mafarisayo katika sura ile ya 23 kitabu cha Mathayo na kuendelea, kianzia mstari wa kwanza na kushuka chini utapata. Anawaambia Mafarisayo, enyi nyoka na wana wa majoka, mtawezaje kuikimbia jehanamu? Mtawezaje kuikimbia ghadhabu ya Mungu? Mtawezaje kuikimbia hasira ya Mungu? Ili hali mnafanya hayo, ili hali mnaua watu, ili hali mnateka watu, ili hali mnaonea watu, ili hali mnanyanyasa watu, ili hali mnaibia na kudhulumu watu, ili hali mwasema uongo, ili hali mu katika hali ya ukahaba, mu katika hali ya udhinifu, mu katika hali ambayo si sawa sawa na maagizo ya Mungu. Tawezaje kuikimbia hasira ya Mwana-Kondoo? Anasema atawaletea ziki. Alafu mwisho anamaliza kwa kusema neno gumu, kwamba wala fedha yao wala dhahabu yao haitaweza kuokoa. Sasa walio wengi kwenye uso wa dunia kwa nyakati za leo wapo kwa ajili ya fedha, wanajitukuza kwa ajili ya fedha. Wengine wanafanya jeuri na dhambi kwa sababu ya jeuri ya fedha. Wengine wanafanya isiyofaa kwa sababu fulani atanifanya nini maana na pesa kuliko yeye. Lakini nataka nikwambie, kirudi nyuma wakati ule na miaka ile ambayo corona ilitikisa dunia, wako mataifa mengine ambayo ikiwemo wa Korea walimwaga pesa, walitupa pesa zao. Walisema, pumbavu wewe fedha, tulijua utatusaidia kwenye corona, tulijua utatuokoa, tulijua wewe ni msaada. Acha niseme neno, kuna mahali fedha zinafika kikomo. Kuna mahali fedha haiwezi kumuokoa mwanadamu. Kuna mahali fedha haiwezi kumsaidia mwanadamu. Fedha ina nafasi yake, kuna mahali haina nafasi. Fedha ina kikomo, kuna mahali ambako huyu mwanadamu hawezi kusimama imara. Kwa hiyo fedha haiwezi kumshawishi Mungu huyu mwanadamu aende mbinguni. Fedha haiwezi kukufanya ukimbie ghadhabu ya Mungu. Fedha haiwezi kukufanya ushinde maisha ya uovu. Fedha haiwezi kukufanya uishi sawa sawa na vile Mungu anavyopenda. Fedha haiwezi kukufanya ukimbie hasira ya Mungu. Fedha haiwezi kukufanya ukimbie jehanamu. Ina msaada na wewe katika uso wa dunia hii, lakini si kwa vyote pia. Viko visivyopaswa fedha. Maana ingelikuwa ina msaada wa kila kitu, ingekuwa pesa ni kila kitu, ingekuzuia usife. Lakini tunaona hata wenye pesa wanakufa. Ingekuzuia usiumwe, lakini tunaona hata wenye fedha wanaumwa. Ingekuzuia usipate ajali, lakini tunaona hata wenye fedha na magari hayo yanawapindua, wanapata ajali. Ingezuia wasiachike kwenye ndoa, lakini wanaacha na kuachika kwenye ndoa. Ingezuia huyu mtu asikose amani, lakini tunaona wengi wenye fedha hawana amani. Ingewafanya wawe na furaha usiku na mchana, lakini fedha hiyo imefanya ulimwengu unakaa katika hali ambayo si ya furaha. Kwa hiyo nataka kukwambia, kila kitu kina ukomo, kila kitu kina mipaka yake. Fedha na mipaka yake. Usiishi maisha ya dhambi kwa sababu una pesa. Usiishi maisha ya uovu kwa sababu una pesa. Usiishi unavyotaka na unavyopenda kwa sababu una pesa. Ishi kwa sababu unaishi ndani ya maelekezo ya Mungu. Ishi kwa sababu umeumbwa uje uishi ndani ya maelekezo ya yule aliyekuumba. Sema kwa sababu yako maandiko yanayokulimiti namna ya kusema, yanakufanya useme hivi na usiseme hivi. Ishi kwa namna hiyo. Ingelikuwa na mengi ya kusema, ningeongeza na mengi zaidi, lakini neno langu ni moja: ishi maisha matakatifu. Shinda uovu, shinda dhambi ndugu yangu, shinda maasi, maana kila mmoja atalipwa kwa kadiri ya njia yake, kwa kadiri ya kutenda kwake, kwa kadiri ya kuenenda kwake. Takusomea kitabu kimoja
kupe mwanga kuelewa. Kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho katika vitabu vyote na sura ya mwisho katika sura zote za vitabu. Ufunuo 22 na mstari wake wa 10 na kuendelea. Biblia inasema, akaniambia, usiyatie muhuri maneno ya unabii katika kitabu hiki, kwa maana wakati huu umekaribia. Mstari wa 11 ni pointi yangu. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wasifuao nguo zao, wawe na amri kuendea mti wa uzima, na kuingia mjini wa milango yake. Anasema, anayezidi kudhulumu nazo, anayezidi kuua nawe, atakayezidi kutapeli na atapeli, atakayezidi kuwa mwongo nawe mwongo, atakayezidi kuwa mzizi na azidi kuwa mzizi, atakayefanya ukahaba na azidi kuwa kahaba, anayeishi maisha yasiyofaa na azidi, na yule aliyeamua kujitakasa kwa ajili ya Mungu, kufua nguo yake, ana maana ya kujifanya kuwa safi. Maana kila anayemtumikia Mungu alipewa vazi ambalo ni la utakatifu, azidi kulifua na kulifanya kuwa safi, azidi kulitakasa usiku na mchana. Wajitakasao na wazidi kutakaswa, wauaji na wazidi kuua. Anasema, lakini naja upesi, na ujira wangu uko mikononi mwangu. Kwa lugha nyepesi, malipo, mshahara, matokeo ya yale uliyofanya na kusema yako mikononi mwake. Yeye aliye Alfa na Omega, yeye aliye mwanzo na mwisho, yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Anasema, heri yule azifuaye nguo zake, heri yule aliyeamua kuwa mtakatifu, aliye tayari kuendea mji ule mtakatifu, ambao ni mji mtakatifu. Baada ya mwisho wa ulimwengu huu, Mungu ataruhusu walio wake kuingia mji mtakatifu, ambao ni Yerusalemu mpya ulionenwa katika kitabu hiki cha Ufunuo. Anasema, heri wasifuao nguo zao, kuendea ule mji, kuendea katika milango ya mchini, lakini kuendea ule mti pia wa uzima. Nina neno. Ishi maisha matakatifu, ishi maisha yanayopenda Mungu, ishi maisha ya kuiofu dhambi, ishi maisha ya kushinda uovu, ishi maisha ya kushinda dhambi, ishi maisha ya kusimama sawasawa. Ni neno nililotumwa na kuagizwa niseme kwa wale wanisikia hao na wanitazama. Mungu akupe neema na akupe hekima ya kulisikia neno hili, kulielewa na kulitekeleza. Baraka ya Mungu na amani ya Mungu na wokovu wa Mungu utakuwa juu yako. Barikiwa sana. Langu jina ni Pastor Amani.